Naam, juzi jana na leo. Juzi jana Na leo. Acha hongera. Asante. Hongera. Mbona asa? Hongera unashtuka. Yani nimeshtuka hongera nini? Kuna nini kwani? Kwamba hakuna kilichotokea? Huna taarifa yoyote? Binadamu tumeomba kusahau. Kwa hiyo umesahau. Kuna nini kwani? Nini kimetokea? Mimi naona tuna mimi mvua inanyesha. Mara limetanda, jua kali, sielewi. Nimekumbuka. Kuna watu wametoka mkoani. Wametoka mbali wachimalizeti. Nimeanza kukumbuka. Picha ndio inakuja sasa. Picha yako inasemaje ukiangalia? Inasema kuna watu wametoka mkoani, waliambiwa mapema jamani msije, wakaja wakakutana na Musa Hassan Mbappe. Hatimaye wamerudi tena mkoani. Ndio picha inaonijia sasa hivi hapa. Matokeo nga? Kwa picha ambayo niko nayo 2-1 tena kutoka nyuma. Comeback. Minya wa Mlandege. Bingwa mpya wa Ligi ya Muungano Cup 2026. Mpya sema bingwa mpya. Wewe bingwa mpya vipi? Azam FC ameshatinga nusu finali, Yanga ameshatinga. Tunasubiri. Sema na Mlandege ameshatinga. Ukitaja hizo zimetinga sema na Mlandege ameshatinga. Na Mlandege naye ameshatinga. Mimi namsubiria za mai wangu au mafunzo. Mai wako ni nani? Simba Sports Club. Ni mai wako? Mteja wangu huyo kabisa. Kimaanisha? Huyo mimi nishamfunga finali ashanipa kombe hapo Mapinduzi, umesahau? Ndo mai wako. Mteja wangu huyo. Nishughulishi. Mimi hapa sasa hivi nikisema inakuja mafunzo nasema hii mechi. Kwa hiyo wewe Simba na mafunzo unaiogopa mafunzo? Mechi kubwa hiyo. Misa mafunzo? Hiyo mechi kubwa sana. Hiyo inawezekana mimi uwanjani nisije usiku. Ila na Simba full time ndo nijue kama tumeshinda ndo nitokee. Na Simba? Mechi ya kawaida. Tunaenda kupambana, tunaamudu, tunaweza, tushughulisha, watu ambao chochote. Wako hapa. Unajimaliza? Sijimalizi, naongea uhalisia. Kule ndo alikuwa anajimaliza. Hapa naongea uhalisia. Hapa unazungumza uhalisia. Masanza nilimwambia juzi. Masanza, natoka mbali. Mdogo wangu sisi tumezamiria ubaya, nikamwambia hoja zamiria ubaya. Ubaya nimezamiria mimi. Usije. Shika adabu yako London, usije huko. Hii ngoma nyingine. Nikamwambia okay, karibu. Akandaja majina yake. Na Lamin Jachu mimi unamuweza beki wako gani anamzoea Lamin Jachu? Nikamwambia una mbeki huko. Unamjua mbeki Mbeki ndo nani? Mzee ajaye kucheza hata michuano ya kimataifa. Nikamwambia akacheza msimu. Tutamuona hapo atavopita Lamin Jachu. Hatimaye mzaji wao kumbe mimi nilijua Lamin Jachu ni Messi. Niliogopa. Kumbe umegundua ni nani? Nimegundua ni mtu ambaye mimi hapa kama naamua kufanya mazoezi, haki ya Mungu Singida ananisajili. Kwa nini? Huwa nafasi Lamin Jachu bila wasiwasi wowote. Wewe mtu ule. Mtu gani leo kafanya nini? Tuongee football. Leo kafanya nini hapa? Nothing. Mbeki kila move anaenda naye man to man. Mzaji ogopa mzaji ambaye eti anapoa mpira mpaka ageuke mguu wake, eti mzaji na mguu wake. Ndo pale juu wakati anakosa magoli akasema ule mpira hujaja mguu wake. Nikasema kwa venye mko serious, mnatuleta mtu mpaka mpira uje mguu wake. Sisi mzaji wetu uje mguu wako, uje sio mguu wako. Kamba Musa Hassan Mbappe. Lamin Jachu leo hana shoot alopiga. Sana alikuwa anajiangusha dekeza na akakutana na mwamuzi ninja, nyanyuka cheza mpira, endelea. Hapo hujaja kudeka hapo, utadeka huko. Kama mnachimalizeti mkama mnajifurahisha. Hapo hujaja Singida sasa. Sasa sisi tuliwaambia dajeni. Sisi tumedhamiria ubaya. Sisi Muungano Cup 2026. Sisi ligi kuu mpaka sasa tuko nafasi ya 6. Hata tushinde mechi zote, hatulitetei taji letu. Yaani hatuwezi kulipata kombe. FA tupo robo final, lakini pia nako FA mchuano ni mkali sana. Sehemu pekee ambapo sisi tunasema wana Mlandege kwa msimu huu kidogo chetu hiki hapa ni Muungano Cup. Kwa mnapambana. Shaka yoyote. Yaani sisi hapa kuna kupambana na kujimaliza. Umeona zaji baada ya kufunga goli. Ingekuwa timu nyingine baada ile goli wangesema ndo tushafungwa tena. Hii timu ndo hatuiwezi. Lenga la pili, la tatu, lakini sisi tumefunga goli. Wanangu wakasema tunaamka. Tukaenda tukarejesha goli. Tukaenda tukawafunga sisi, sasa tukamwambia haya, tuleteni nyinyi. Nakupa siri na kama utakuwa unafuatilia michuano tangu imeanza, Mlandege Football Club inakuwa ni timu ya kwanza tangu michuano hiyo mwaka huu ianze, yani imeanza majuzi, kuwa na shoot on target, kuwa na shoot off target, kuwa na man of the match, kuwa na mchezaji mwenye ungwana, kuwa na pointi 3. Kuna mtu mechi ya mwanzo hapa ameshinitwa 4, hata shoot on target hajapiga. Mtu mwingine jana naye anatutia aibu, ndugu zetu hawajifunzi basi kutoka kwetu. Kila nani anajifunza kutoka kwenu? Wote wanapigwa tu hata basi. Hapa Zanzibar. Hizo za Zanzibar. Mtu wa mwanzo kapigwa 4 hapa na Yanga, kapigwa 4 hata shoot on target hajapiga. Wa pili naye kachezea na Azam hata golini hajaenda kupiga shuti. Kwani inakuwaje hivi? Kesho Ijumaa, Jumamosi asubuhi tutafungua
kule kaida mnafanya open media, sisi tutakuwa open training pale asubuhi Mao Zedong. Waje timu zote za Zanzibar waje kujifunza the way tunafanya mazoezi yetu. Sio waje waandishi wa habari waje kuchukua taarifa, timu mnazialika. Timu za kutoka hapa Zanzibar. Yes, timu fanyaje, mrudie tena. Sije kujifunza mazoezi ya Mlandege, jinsi gani ya kucheza mechi kubwa. Hawana uwezo huo, bado wadogo sana. Mlandege ogopa sana kwenye ligi, hata ikiwa ya mwisho kushuka kama KMC. Yanapokuja haya mabonanza haya, Mlandege anakubadilikia kabisa, anakuambia mimi ndo mula. Wao ninyi mnajimaliza Muungano Cup 2026. Exactly, 100% sure. Tunamaanisha nini tunakifanya. Na hiyo yote inaanzia kutoka kwenye uongozi. Namshukuru sana rais wetu Kamal Manji, president, kwa hiki ambacho anakifanya. Unajua mabosi wengi wamekuwa pengine hawaamini kwenye timu zao. Bana mimi na invest lakini sio ni faida. Pengine ingekuwa hata wewe Dajeni, timu yako ligi kuu iko nafasi ya 5, FA ndio imeingia robo hayo, nyinyi mtaenda kufanya nini Muungano? Lakini bosi anakuambia jamani, tunaweza, tunaenda tukapambane. Na tumeweza. Mimi nitakuonyesha message zake hapa. Kila dakika ni mtu ambaye ngapi kwa wewe, waambie vijana hapa. Imagine bosi wewe unampata wapi wewe? Sawa, uliposema kila dakika nimekumbuka kitu. Mara kadhaa ukiona kwamba upepo unaelekea kwenye timu ambayo wewe ni msemaji, wewe unanitumia message, unaniambia nipo. Ulikuwa na uhakika baada ya kusawazisha ikawa Singida 1, Mlandege 1, ukaniambia nipo. Nipo. Uliona nini mbele? Of course niliona, kwa sababu unajua ndio kile ambacho naongea. Yaani hapa ndio naongea kutoka moyoni. Baada sisi kufungua goli, kikawaida mtu yote angetegemea labda Mlandege wangeanza kukata tamaa, angesema ndio nishaingia goli la mapema dakika 8 hapa ndo tunachezea nyingi. Lakini wallahi wachezaji walipambana, walisema tunaweza, wakaamka likarudi Samata hapo Mbappe kaongeza, nikasema yes, hii tunaiweza. Na hata ingetokea angerejesha tungeenda penalty hii ya Balora. Yule kipo namuonaje yule? Ile goli tumefunga tu mistake, lakini alikuwa anachukua hata clean sheet hapa. Mkali. Umeona zile moves za mwisho zile alikuwa na save? Kufanyaje? Balora. Uzuri nitakutumia highlight. Tumechukua highlight, nitakutumia. Nadaka huyo. Singida tena. Toka. Wateja usataje. Nitaja anayekuja. Anakuja nani kwani? Sawa. Niletee anayekuja. Ukizunguka kidogo huku Mlandege unasikia Mbappe. Hujakaa vizuri Samata. Hii vipi? Afu umemsahau na moja Jamal Jaku. Hao watu yani pengine na hii niongea si yule amekaa sana pale Azam FC. Azam pale, yes. Mbappe. Yani yule mtoto tunaweza tukasema huu ni wakati wake. Unajua kila kitu tunakuja na wakati. Tukitaka tusitaki ni wakati wa Mbappe. Mtoto unaweza usimuone dakika zote yule. Ukamwona huyo, hebu nitajia wale mabeki wa Singida wale warefu wale wawili ile. Ukiachana na Sebo yule beki wao wa huku na wakati. Ile mirefu ile. Wafahamu? Unajua wapi mimi nitajua hapa Chumalize mimi wapi na Chumalize. Umefanya nini? Mbappe alichokuwa anafanya hujaona? Kafanya. Yaani ile goli la pili wakati linafungwa Abdallah Alonso alikuwa analalamika, anamwambia Mbappe ajua sioni. Mbappe akamwambia mimi naona. Jua? Alikuwa anasingizia eti. Alonso kasema yake la zamani Mlandege. Jua. Kasema jua hajaona. Nataka nikuonyeshe hapa. Kasema jua sijaona. Mbappe akamwambia mimi naona, akaua mali hapa. Umeona hii? Alonso anautafuta mpira hauona. Anasema jua, umeona hii? Unajua kali. Hapa anasema jua sioni. Yaani hapa ndio ile mpira unapigwa. Yeye anasema jamani jua sioni. Mbappe akamwambia mimi naona. Mbappe akaua mali hapa. Mimi nilipokaa tu hapa nikashangilia, nikasema bas. Hata hajapiga nikasema bas. Shughuli imeisha. Mbappe asipotoka msimu huu uchawi upo ndugu zangu. What a player. Miongoni mwa wachezaji wazao wachache ambao kwanza na discipline, ana nidhamu. Kama dakika 15 za kwanza alikosa magoli ya wazi yale. Tito hapo wenzao wafungwe. Akakosa yale. Akaitwa na mwalimu akamwambia Mbappe shida nini? Wewe mkubwa, onyesha ukubwa wako. Hata usiposhinda ukitoa assist utaimbwa tu. Na ndo alichokifanya. Katoa assist, kaja kaua hapa. Lazio anasingizia jua siona, akamwambia haya kaotoe mpira kati. Lakini leo Mlandege kwa bora sana. Bwana kutoa nyota wa mchezo, lakini pia mchezaji ambaye ameonyesha mchezo kiungwana. Sio mchezo hii. Na wale waliocheza leo dadangu ni kikosi cha pili, wachezaji 7 pale ndio waliocheza leo. Wachezaji kwanza hajacheza. Cha kwanza pale amekaa juu. Kwamba mliwachukulia kawaida tu Singida Black Stars. Waheshimu, wametoka mbali hawa. Tukasema unadhani tungetia wachezaji wote fuli mkoko hapa kujimaliza ile nginja. Hii kuna ile break ya nini ya maji si ile, wangeomba sana.
Singida Black Stars na wangeomba, lakini sasa tunamshukuru kocha Pele akasema Singida wametoka mbali, wametoka Singida, Dodoma, Dar kuja Zanzibar, uchovu wa safari siku zenyewe chache, bora wachezaji 7 kikosi cha kwanza waanzie benchi, tuwatilie wachezaji hawa wengine angalau tuone wanalingana kiperformance, kiwango kidogo Singida na waone okay tumekufa kiume. Sasa wana ule msemo wanasema tumekufa kiume, afadhali hajafa kizembe. Ndio hiki kilichotokea. Hajachezesha kikosi chao kile cha siku zote kilichozoeleka. Na sasa hajachezesha ngoma draw. So draw tumewafunga. Mimi nifungwe na Singida. Sio kwenye kikosi hapo nilikuwa nasema kwamba hao inawezekana draw, lakini isiwezekana kwa sababu Mbappe mmoja sawa sana zaidi, na niliwaambia Mbappe mmoja sawa sana? Mbappe mmoja sawa sana, zile forward zao za juu zote Singida Black Stars? Yes, zilocheza leo. Unamaliza maneno ujue. Malizi. Niliwaambia juzi, Jamal Jaku wanatoka Lamin Juti wa 4. Umeona leo hapo mtoto anachukua mali huku, anauliza ile mali ile mibaba zake kabisa, anauliza jamani nifanyeje? Nitie tobo, niweke kule, nitie juu. Goli la kwanza mpira anatoka nao Boni, amempa Jamal Jaku akampa Boni akaususa, Jamal Jaku akapiga no look pass assist kwa mguu wa kulia, ndio ambao wanaosema Lamin Jaji sio mguu wake, yeye ndo kafunga kwa mguu, kaiweka mbele, Samata mkafunga. Ile mtoto anajua mpira. Mlandege. Mimi ndio msemaji wa kwanza msimu huu, nitakuwa na mafanikio na nina furaha kuliko wasemaji wote. Nimekuja mechi ya kwanza, mechi ngumu, watoto wameniheshimisha, tumeshinda 2-1. Mechi ya pili tena mechi ngumu sana, watu wote wametokata tamaa Zanzibar nzima. Leo nakuja nasema mnaenda kuchezea 5 mnaondoka. Kamba jamani, msimalize maneno, hii ni Mlandege. Hii ni timu ambayo inajua kutumia michuano mikubwa kuliko timu yote Zanzibar nzima. Nakwambia wewe, sasa hivi timu ya Jona haijacheza, inafungwa hiyo. Hiyo inacheza na Mnyama baadaye. Hiyo inafungwa. Mafunzo. Inabaki timu ya Mlandege peke yake kutoka Zanzibar. Ndugu zetu. Unatabiria mabaya wenzako. Hii ni mtabiria mema mtu. Sina wema huo. Wema mimi sina. Yaani mimi Mlandege niseme mafunzo shinda, aje nifunge. Mje kusema msemaji ulijimaliza. Jamani, fungwa. Tena mimi akija Simba ndo vizuri. Akija Mlandege atanipa, akija mafunzo atanipa mechi kwa sababu sisi tunajuana hapa. Atanipa mechi ngumu, lakini akija Mnyama, mai wetu, piga nyingi ondoka aende zake. Mnyama unamchukuliaje? Ni timu kama Mlandege. Mnyama ni timu kama Mlandege. Wachezaji wakali sana, wazoefu sana. Wachezaji wakali na wazoefu sana. Musa Hassan Mbappe. Toto yani mchezaji wa aina gani yule? Mbappe. Ingekuwa Tanzania bara kule ningesema sasa uzuri mimi timu za bara sifuatilii sana. Kwamba usijui kabisa. Nasijua kwa majina tu wachezaji wachache. Mchezaji gani Mbappe wenu hapa Mlandege? Wetu ni sasa na Zanzibar Finest wa Azam Fei. Yaani kwa hadhi na thamani yake kwa sasa hivi Zanzibar nzima hamna mchezaji winga afu Mbappe anaweza kucheza kama winga, anaweza kucheza kama namba 10. Wale mtoto anajua mali nye jamani ule. Kadugudugu hakana hata mwili, lakini kawalaza watu hapo. Kuna watu wameondoka na viatu, mpira unamaliza pale za Singida. Wanaondoka wanasema yani walikuwa kwa sababu sio wamesikia man of the match Musa Hassan Mbappe, wanasema uizi Mbappe. Wale wageni wale, uizi Mbappe. This is not human being. This is not human being. Wakawa wanasema hapa. Unyanyasaji walalamika mabeka wa Singida. So this is not human being. This is not human being. Sasa mimi sijui maana yake nini hiyo. Wakawa wanaongea mabeka wa Singida. Kwamba wamekutana na moto, wanasema kile kitoto kidogo lakini kama sio kibinadamu, ukiona kitakisha kupita kwa pani mbio kimeenda kufunga. Jamani nye Mlandege raha. Una raha mpaka inamwagika. Nyingi sana. Mara zote umezoea kuja kunioje mimi na kwa mnyonge. Umezoea. Ndio hivyo ndio shatokea tena. Kini leo wewe unajimaliza. Nijimaliza mwanzo. Kabla mechi niliwaambia, hatukuonana tu, mimi niliwaambia jamani msije Zanzibar. Na ulimposti Masanza. Nilimposti na nikamwambia Masanza usije. Alichonijibu akanambia shika adabu yako. Ni vibaya mtu mzima kumtukana, lakini inabidi tena sheria ifuate mkondo wake, na kuonyesha Masanza alichoniambia. Aliniambia shika adabu yako. Nishika adabu yangu kwa huyo. Shika adabu yako. Hii ndo niliwaambia. Na niwaambie pia ndugu yangu Masanza, ikiwezekana pia hata asije Zanzibar, sababu atakuja tu akesi kuchache. Ikiwezekana aje kesho mechi aje leo. Anashuhudia mechi, akishashuhudia mechi usiku huo arudi na Singida akajiandaa na michuano ya ligi kuu ya Tanzania bara. Huku hana makazi. Anakuja kipindi ambacho tuna njaa, kipindi ambacho sisi wenyewe tunalitaka kombe kuliko anapofikiria yeye. Ulimwambia uzuri angekusikiliza. Nimeona leo kaja na kanzu hapa alivyomaliza mechi.
kanzu yote imerua jasho. Nikamwambia ndugu yangu nini? Mbona tena hivi? Landa niache, ngambia kaka pole. Nilikwambia shida watu wafuate maelekezo. Yaani kuna namna wakipewa maelekezo watafakari kimbinu sasa. Hicho nilichoambiwa, mbona mtoto anajiamini? Kuna nini? Sisi tumedhamiria. Hii michuano tunaitaka kulivwa na kufikiria wao. Yaani ligi kuu tukose. FA tukose. Hata muungano mechi 3 tukose kuchukua kombe. Haijakaa kitaalamu. Sisi ni timu kubwa, Mlandege ni timu kubwa. Na timu kubwa always lazima amalize michuano kikubwa. Amalize msimu kikubwa. Hujapata kombe lolote basi hata kombe moja uwe nalo ndani. Kuna wale kwa sababu kila msimu unakuwa na plan zako. Plan zangu labda kufika ngapi. Basi hujapata hivyo vyote. Mungu kaleta muungano, hata muungano usichukue. Haijakaa. Tuka Singida safari ya takriban siku 3 siku 4 njiani. Zanzibar kuna boti zinarudi usiku. Wapi siku 4? Nikaa njiani siku 4. Hujui? Nikakwambia. Mimi najua. Wewe akwambia mimi najua. Uzuri Zanzibar kuna boti zinarudi usiku. Zinarudi. Ndio usiku huu. Wanakaa Zanzibar, wanakaa Zanzibar nafanya nini? Wanajipoza. Machungu. Mengi si unajua? Wanajipozea kufungwa na kikosi chenye wachezaji 7 wa kikosi cha pili. Sawa, kama hivyo ni sawa, lakini sisi ndege pia tunazo. Wanaweza kukata tiketi wakarudi nazo Singida. Pia ni sawa. Kama wataki hivyo na watachelewa mambo ya ndege gharama kubwa, zipo boti ambazo zinaondoka usiku kwenda Dar es Salaam. Wapande waende. Nataki kuwaona. Wanakaa wanafanya nini? Watatujazia kisiwa, waondoke. Jamani ndugu zangu Masanza, chukua wanao muondoke. Zanzibar tuwataki tena. Wenye nchi sasa, bingwa mpya muungano cup naongea. Ondokeni Masanza na kikosi chako. Hatuwataki. Mimi nikutakia kila la kheri na nikwambie hongera sana. Asante sana. Hata yeye lakini pia anaruhusiwa Jumamosi kuja kujifunza mazoezi ya kucheza mechi za kibingwa. Mao pale. Sawa. Asante ndugu mwandishi.